Ebana, asante sana kwa wewe kuwa mwanafamilia wa SQF TV hapa YouTube. Nikwambie tu kumwambie na mwenzako aweze kusubscribe, like na kucomment ili tuwe na familia kubwa ya wana SQF TV ambao tunahabarika, tunaenjoy na matukio mbalimbali. Ebana, kubwa zaidi katika SQF michezoni, nianzie katika kile ambacho kimejiri katika siku ya jana kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo tulishuhudia klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans ikifanikiwa kushinda kwa goli moja kwa goli 2-0 dhidi ya klabu ya soka ya Mtibwa Sugar kutoka kule Manungu Turiani mkoani Morogoro. Mchezo ukipigwa pale katika dimba la KMC Complex jijini Dar es Salaam. Ilikuwa ni mechi ya 3 katika ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu huu kwa upande wa klabu ya soka Yanga, lakini pia ilikuwa ni mechi ya 5 kwa ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu huu kwa upande wa klabu ya soka ya Mtibwa Sugar. Hiki kilikuwa ni kipigo cha pili kwenye klabu ya soka ya Mtibwa Sugar msimu huu kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, wakati ulikuwa ni ushindi wa pili kwa upande wa klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans katika ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu huu. Tumeshuhudia mengi katika mchezo wa jana, lakini kubwa zaidi tumeshuhudia wachezaji wapya katika klabu ya soka ya Yanga wakifanikiwa kufungua akaunti zao za magoli ama ile goal contribution, ambapo klabu ya soka ya Yanga magoli yake yakifungwa na Mohamed Hussein Shabalala, goli katika dakika ya 39, mkwaju mkali kweli kweli, ilikuwa bonge la goli linamfanya Mohamed Hussein Shabalala kufunga goli la kwanza kwenye upande wa klabu ya soka ya Yanga tangu ajiunge nao akitokea katika klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia kwa upande wa pili Celestine Ekua na yeye kafungua akaunti yake ya magoli katika klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans. Maneno mengi yalizungumzwa kuhusiana na Celestine Ekua, lakini tunaona jana alireact vizuri kwenye mchezo dhidi ya klabu ya soka ya Mtibwa. Kingine ambacho kilionekana ni Prince Dube. Bana, Prince Dube jana amefanikiwa kuvuna kweli kweli katika uwanja wa KMC Complex. Kwa mashabiki walijitokeza pale wa Yanga, kulikuwa kuna ule utaratibu wa kumtunza Prince Dube, ingawa anapitia katika kipindi kigumu cha kushindwa kuweza kufumania nyavu, lakini mashabiki ilibidi wampe zawadi ili kumpa motisha kwamba aje kufanya vizuri katika mechi za mbeleni. Kwa hiyo aliondoka na mkwanja pale katika dimba la KMC Complex, mashabiki walimtunza kweli kweli. Baada ya hapo Prince Dube alizungumza akasema kwamba ana deni kwa mashabiki na anaamini atafanya vizuri kwa sababu yeye ni mshambuliaji na anajua jukumu lake ni kufunga na anaamini atafanya vizuri. Lakini pia benchi la ufundi kupitia Patrick Mabed ambaye ni kocha msaidizi nambari 2, yeye alisema kwamba Dube ni mchezaji mzuri na wanachovutiwa naye katika benchi la ufundi ni kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kukaa katika maeneo muhimu muda wote as a striker. Unajua mshambuliaji unatakiwa uwe na uwezo wa kukaa katika maeneo muhimu pale ambapo timu inacheza, si ndio katika yale maeneo ambayo yanamfanya mpinzani pia anakuwa hayuko comfortable. Kwa hiyo Prince Dube ni mchezaji wa namna hiyo. Kwa hiyo Mabedi anasema kama benchi la ufundi la Yanga linaendelea kuhakikisha kwamba linamweka sawa Prince Dube ili awe anafunga magoli. Lakini katika taarifa nyingine, ligi kuu ya soka Tanzania bara inataraji kuendelea siku ya Alhamisi. Ikumbuke kwamba leo ni tupo katika uchaguzi, leo tarehe 29 tupo katika uchaguzi. Kwa hiyo Alhamisi ligi itaendelea kwa michezo miwili kupigwa, ambapo TRA United watakuwa wanatafuta ushindi wao wa kwanza kwenye ligi wakiwa nyumbani pale Al Hassan Mwinyi Tabora kucheza dhidi ya klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Simba wenyewe watatafuta ushindi wa 3 mfululizo katika ligi msimu huu. Kwa hiyo kuna sura mbili hapo. TRA wanatafuta ushindi wa kwanza kwenye ligi. Ikumbukwe hii timu ya TRA ndio timu ambayo haijafungwa mchezo wote kwenye ligi na haijapoteza mchezo wote kwenye ligi mpaka hivi sasa. Ina maana mechi zao 3 walizocheza kwenye ligi zote wametoka sare. Kwa hiyo wanatafuta ushindi wa kwanza kwenye ligi, ama wakifungwa itakuwa ni kipigo chao cha kwanza kwenye ligi. Lakini Simba kwenye michezo miwili waliocheza wamefanikiwa kushinda michezo yote miwili. Sasa ni rekodi ambazo tunasubiri kuona namna gani zitatengenezwa siku ya Alhamisi. Lakini Azam FC wataumana na Singida Black Stars katika mchezo mwingine wa ligi kuu siku ya Alhamisi, mchezo ambao utapigwa pale katika dimba la Azam Complex pale Chamazi Mbande Mbagala jijini Dar es Salaam. Endapo Azam watashinda watakuwa wameshinda mchezo wao wa pili kwenye ligi msimu huu
kwa sababu katika michezo miwili waliocheza wametoka sare katika mchezo mmoja na wameshinda katika mchezo mmoja. Kwa hiyo wakishinda huu dhidi ya Singida Black Stars utakuwa ni mchezo wao wa pili wanashinda katika ligi msimu huu. Lakini Singida Black Stars na wenyewe wakishinda watakuwa wanatafuta ushindi wa 3 mfululizo katika ligi msimu huu. Sasa kwa mujibu hali ilivyo, endapo klabu ya soka ya Singida Black Stars inashinda, itafikisha alama 9 ambazo zinaweza zikawafanya wakakaa kileleni mwa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Lakini pia endapo Simba atashinda, atafikisha alama 9 ambazo zinaweza zikamfanya akakaa kileleni katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Bana, hayo ndo yalojiri kimichezo kupitia SQF Michezoni. Kumbuka kuendelea kuwa nasi, kusubscribe, like na kucomment.